katika jina la Yesu. Tunakushukuru Mwokozi kwa ajili ya nafasi uliyotupa tena ili tule na kunywa mezani pako. Asante kwa ajili ya neno lako, asante kwa ajili ya mtumishi wako, asante kwa ajili ya vipindi vyote ambavyo vimepita. Nasi tunajidhiri chini ya mkono wako Bwana, ututumie kama upendavyo. Baba, ukaseme nasi, ukatufundishe, ukatuelekeze, na tuko tayari kwa ajili ya makemeo yako Bwana. Ukatunyoshe Baba uzima katika jina la Yesu Kristo. Nguvu zako zitendazo miujiza Bwana zikatembee katika watu wako Bwana, katika jina la Yesu Kristo Nazareth aliye. Zaidi ya yote Bwana, ukatufundishe, ukatuhekimishe, ukatujaze tena katika siku ya leo. Baba, asante maana imekuwa ni katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Amen. Nimshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo na kwa ajili ya neema ya tofauti ambaye ametupa mimi na wewe. Amen. Ili tuwepo mahali hapa. Amen. Lakini nimshukuru Baba kwa kunipa nafasi ili niweze kuhudumu siku ya leo. Amen. Amen. Basi nikukaribishe. Kwa majina naitwa Edgar Wilbard Ngango, ni mtumishi wa Mungu. Amen. Kwa hiyo tutakuwa wote. Amen. Basi chukua kalamu yako na kitabu kwa ajili ya kuandika. Amen. Somo letu la leo linasema vifo vya kiroho. Vifo au kifo cha kiroho. Bwana tusaidie. Kama tunavyojua kwamba sifa ya kila kilichozaliwa ufa. Kila kilichozaliwa ufa. Na hivyo tulizaliwa katika maeneo mawili. Moja, mwanadamu anazaliwa kimwili, lakini pia mwanadamu anazaliwa kiroho. Ulizaliwa kimwili pale ulipotoka katika tumbo la mamako. Bwana tusaidie. Lakini cha pili, ukazaliwa kiroho pale ulipookoka. Kwa hiyo shetani anapoishi ama anapofanya kazi katika ulimwengu wa sasa, na kilichosukuma nilione hili somo muhimu sana ni kwamba katika ulimwengu tunaoishi sasa, shetani ameacha kuhangaika na vifo vya kimwili, kwa sababu anaona mwili uko katika mawanda yake. Bwana tusaidie, uko katika mipaka yake. Na sasa hivi shetani anashughulika sana kuua watu kiroho kuliko anavyoshughulika kuua kimwili. Narudia, shetani anashughulika sana kuua watu kiroho kuliko anavyoshughulika kuua watu kimwili. Bwana tusaidie. Kwa sababu gani? Ameona mbinu za kuwaua kimwili zimefahamika kwa kiwango kikubwa, na watu wameanza kujihami kwa kiwango kikubwa ili kujidhibiti wasife kimwili. Bwana tusaidie. Akawekeza zaidi katika kuua watu kiroho, kwa sababu watu wengi hawajui na wafahamu, hata wanapokuwa wanakufa kiroho hawajui kwamba wanakufa. Bwana tusaidie. Kwa hiyo kifo cha kimwili ni rahisi kukihisi na ukaona kwamba hichi ni kifo cha kimwili. Bwana tusaidie. Kwa sababu kinaweza kikaja kama ugonjwa, sio? Kinaweza kikaja kama kihatarishi, ni ajali. Kwa hiyo ukapata wepesi wa kuiona. Inaweza ikawa ni dhambi, ukaja ukapata macho na neema ya kuiona. Lakini vifo vya kiroho vingi vinakuja vikiwa vimejificha. Na mara nyingi vimejificha katika tabia, katika hulka, katika mazoea, katika kawaida zetu za maisha tunazoishi nazo. Na hapo ndipo shetani anapopita na kuhakikisha anazamisha watu. Na hapo ndipo ambapo watu wakija kuibuka wanajikuta wapo kwenye kaburi refu ambalo hawezi kufufuka tena. Bwana tusaidie. Kwa hiyo sasa naomba uniazime masikio yako kwa muda huu ambao utasimama, tazingatia muda kabisa, usichoke. Amina. Kwa hiyo mwanadamu nimekwambia ana kipindi cha kuzaliwa, ana kipindi cha kuishi, ana kipindi cha kufa. Kwa hiyo haya maeneo matatu yazingatie. Mwanadamu ana kipindi cha kuzaliwa na ana kipindi cha kuishi
na ana kipindi cha kufa. Lakini kuzaliwa kwa mwanadamu kuna pande mbili pia. Kuna kuzaliwa kiroho, ni pale unapookoka, na kuna kuzaliwa kimwili, ni siku uliyotoka katika tumbo la mama. Na hivyo sasa, umri wako wewe huenda usiwe umri huo uliouona wewe, ni umri wa kwako. Mathalan miaka 20 jumlisha ile miezi 9 uliyokaa katika tumbo la mama yako. Bwana tusaidie. Kwa hiyo kutokea kwako, sisi tumekuona katika tokeo, lakini hatuja kuona ulipozaliwa. Naeleweka eh? Katika ulimwengu wa roho, siku uliyotungwa ndipo ulipozaliwa wewe. Naeleweka? Ndipo ulipotengenezwa, ndipo ilipotamkwa na iwe fulani. Naeleweka? Iwe mama besti. Mama besti sio wewe tuliyekuja kuona. Umeanza miaka kadhaa ulionayo, jumlisha ile miezi 9 uliokaa katika tumbo la mama ukaja kutokea. Kwa hiyo kila unayemuona ni umri alionao, jumlisha miaka aliyokaa katika tumbo la mama yake. Bwana atusaidie. Kwa hiyo ulipozaliwa ndipo tukakuona. Lakini wote tuliookoka tumezaliwa, kunaitwa kuzaliwa mara ya pili. Bwana atusaidie. Kwa hiyo tukazaliwa mara ya pili, na tulipozaliwa tukamkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kwa hiyo tunapoishi, hiyo ndio kiri yetu tulionayo. Bwana atusaidie. Lakini kuishi tunakoishi, shetani akatengeneza vikwazo huko katikati. Tunapoendelea kuishi, tunapoendelea kutembea, shetani anatengeneza vitu vingi ili hata kama umeishi ama umezaliwa mara ya pili, kule kuzaliwa kwako kusiwe na maana ama natija katika ulimwengu wa roho wa maisha yako. Bwana tusaidie. Na kwa nini vifo vya kiroho vinaletwa? Vinakuja vifo vya kiroho kwa sababu ili vikupunguzie speed, moja. Pili, ili vikuondoe kwenye mwelekeo, focus. Bwana tusaidie. Vikuondoe kwenye focus. Kukuondoa kwenye focus means vimekuhamisha reli. Reli kishama, lile gurudumu la train likiama kutoka kwenye njia yake, go down, I mean yale mabehewa yote ambayo yanakuwa yamebebwa kule nyuma baada ya tairi kuama, lazima na yote yatahama, yatafuata ule mwelekeo wa muhamo wa tairi ile iliyohama. Naeleweka? Kwa hiyo kazi ya shetani katika kuleta vifo vya kiroho ni kutuhamisha katika mpangilio, ni kutuhamisha katika focus, ni kutuhamisha katika njia ile aliyoipanga Kristo baada ya kuwa sisi tumeokoka au baada ya kuwa tumezaliwa. Kwa sababu hakuna aliyezaliwa ambaye Mungu hana mpango na kuwepo kwake hapa duniani. Amina. Na hivyo hata unapoomba kila siku, unapoamka, Mungu wangu kusudi langu ni nini ili nilitumikie nikiwa bado niko hai. Hiyo lazima isiwe ni kwamba unapokuja kanisani tu, lakini unapoamka kitandani kwako, mwambie Mungu kusudi la kuwepo kwangu duniani ni nini, ili nilitumikie nikiwa bado nina nguvu, nikiwa bado niko hai. Kwa sababu hapo waliokumbuka kutumikia kusudi lao, tayari siku za uzee zimeishawajia. Tayari mifupa haiwezi kukunjuka tena, tayari mifupa haiwezi kukimbia tena. Lakini ukipewa neema ya kulijua kusudi ukiwa bado una nguvu, ni rahisi sana kuliishi. Sasa kwa sababu ya shetani kujua hilo, anapanda vitu katika maisha ya mtu ya kiroho ili aweze kumvuruga na kumhamisha asitumikie lile kusudi. Kwa hiyo anakuondoa kwenye ile inaitwa focus. Bwana tusaidie. Hivyo basi, kama ilivyo mtu kuzaliwa kimwili, kadhalika, naomba uandike hiyo point, kama mtu anavyozaliwa kimwili, vivyo hivyo ndivyo anavyozaliwa kiroho pia. Bwana tusaidie. Na kuzaliwa kwa kiroho, tunazaliwa kwa kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Utasoma Yohana 1:13, Petro 2:2. Bwana tusaidie. Hivyo mtu anaweza akazaliwa akaendelea kuishi, lakini pia kumbuka, wapo wanaozaliwa na baada ya kuzaliwa wakafa. Bwana tusaidie. Na hivi katika safari ya wokovu, na mtumishi wa Mungu baba yetu hapa ameshatunga kitabu kizuri, ukione baada ya kuokoka
unatakiwa uenende vipi. Kile kitabu kinatoa mwongozo na maelekezo. Amina. Kwa hiyo jenga tabia ya kusoma. Usikidharau ukasema hichi ni kitabu cha waliookoka leo. Yamkini yaliyomo kule ukupata neema ya kuyapata pale ulipookoka. Bwana atusaidie. Na kwa sababu uliyakosa, shetani anaweza akajenga hapo njia, kwa sababu anajua uko mahali unapelea. Kuna vitu vielewi. Kwa hiyo akatengeneza mazingira ya kuweza kukuharibia. Bwana atusaidie, kwa sababu shetani anawekeza pale ambapo anaona ndani yetu kuna kitu kinaitwa ignorance. Ignorance ni ujinga. Bwana atusaidie. Akiona ndani ya mtu kuna ujinga, anatumia huo ujinga uliomo ndani ya mtu kuwa mbegu ya kwake kuweza kupanda kitu. Bwana atusaidie. Anaangalia unajua nini, anafananisha na unachotakiwa kukijua. Akiliona gap, hapo ndipo anapopenya. Bwana atusaidie. Wale ambao wamepita kwenye vitabu vingi huko, anakuambia even a research, you cannot do a research unless you find a gap. Ili ujenge utafiti wako, jenga pale ambapo pana gap, ambapo huyu na huyu ukisoma mawazo yao kuna mahali walipungua. Walipopungua ndipo hapo unapoingilia hivyo. Kadhalika hata shetani anaangalia ulitakiwa ujue nini na unajua kwa kiwango gani. Pale ambapo anagundua kuna mahali ujui sawa, hapo ndipo anapoingilia. Bwana tusaidie. Rejea kwenye kitabu cha Mwanzo, pale anapomuuliza Hawa, anamwambia ati. Naeleweka ati. Sasa lile swali ukilisoma vizuri aliloliuliza, alikuwa swali la kawaida. Naeleweka. Lilitaka kupima najua ambacho ni sahihi na Mungu alivyotamka. Lakini sasa kwa sababu shetani anataka apime kilichoko ndani ya mwanadamu, anamuuliza ati. Naeleweka. Ati Mungu aliwaambiaje? Sasa anayekuuliza hivyo, kwa sababu katanguliza neno ati, maana yake anaujua ukweli wa ile ati aliyotamka. Bwana tusaidie. Ati Mungu aliwaambia nini? Na Eva akaropoka, sio? Maana yake akadhihirisha ujinga wake mbele ya shetani. Na shetani akajua ndani ya huyu mtu kuna mapungufu ya kutokujua. Aidha huo upungufu ni kutoelewa ulichoelekezwa. 2, huo upungufu ni kutokushikilia ulichoambiwa na Mungu ukitimize. Bwana atusaidie. Kwa hiyo alipogundua huo mwanya, akaingilia hapo na akaleta ajenda ya kwake. Akasema hakika, soma vizuri pale, anasema hakika mkila hamtafanya nini? Hamtakufa. Bwana tusaidie. Bali mtakuwa kama nani? Na alipokosa yeye mbinguni, alichoanza nacho alisema kwa level hii niliyofikia, naweza nikainuka nikakaa katika kile kiti. Bwana tusaidie. Kwa hiyo anguko la shetani, tekniki aliyoitumia yeye wakati anaanguka kutoka mbinguni, anashushwa mpaka pande za chini, hiyo ndiyo tekniki aliyoitumia kumwangusha mwanadamu. Bwana tusaidie. Kiburi, majivuno, kujiinua, sio? Bwana tusaidie. Kifo chochote kile kina mwanzo wake. Tuendelee. Kifo chochote kile kina mwanzo. Bwana tusaidie. Hakuna anayekufa kimwili, hakuna anayekufa kiroho ambaye hana mwanzo wa mahali alipoanzia kufa. Naomba hiyo ichukue, ni ya muhimu sana. Na zipo indicator ama viashiria vinavyoonyesha hapa unaelekea kufa kiroho, hapa unaelekea kufa kimwili. Bwana tusaidie. Hata kifikra, unapoanza kufa fikra zako, kuna viashiria vinaanza kuja kukuashia taa kwamba hapa unakufa, hapa unapotea, hapa unaharibikiwa, hapa kuna kitu kibaya mbele kinakuja. Yamkini wengine zinakuja hizo signal katika ndoto, na unapoamka unaziona ni ndoto za kawaida, unaendelea na maisha yako. Bwana tusaidie. Kwa hiyo kama kifo kina mwanzo, kina mahali kinaingia, na hivyo lazima hapa tuone kipengele kingine kinasema nani aliyeasisi kifo. Bwana tusaidie. Tunasema Mungu ndiye aliyetamka kifo, kwa hiyo ndiye aliyekiweka? Hapana. Maana yake mauti kuwepo, Mungu alifanya kuitamka. Ukweli huo? Bwana tusaidie. Kwa
hiyo mwanadamu aliprovoke. Naeleweka? Kuprovoke maana yake kitu kilikuwepo, kilikuwa kimelala kina matumizi. Wewe unakisimua kitoke usingizini ili kianze kufanya kazi. Bwana tusaidie. Ni kwa sababu gani? Angalia pale kwenye kitabu cha Mwanzo, kwenye bustani ilikuwepo miti mingapi? Bwana tusaidie. Naomba mtumishi utusome. Kwenye bustani ya Eden ilikuwepo miti mingapi? Kwenye kitabu cha Mwanzo. Anzia hapo hapo. Mungu anapomwambia Adamu na Hawa ya kwamba mti huu mle matunda yake, lakini huu msile. Ndio. Changamka kidogo kwa muda. Soma Mwanzo 2:16 mpaka 17. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema. Bwana Mungu akamwagiza mtu huyo akisema. Naomba hapo ushikilie vizuri hapo. Ndio palipo na point, Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema. Ndio. Matunda ya kila mti wa bustani waweza. Matunda ya kila mti wa bustani hii waweza kula. Walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Kwa maana siku ukithubutu kula matunda ya mti huo utakufa hakika utakufa. Je, nakuuliza, mauti ilikuwepo ama haikuwepo? Tafsiri yake ni kwamba mauti ilikuwepo na uzima ulikuwepo. Kwa hiyo Mungu anachomwelekeza mwanadamu, katika haya yote niliyoyaweka mbele zako, nimeweka uzima, nimeweka mabaya. Lakini mabaya usiyaendee. Bwana tusaidie. Chukua yaliyo mema, na kwa sababu mti umebeba mabaya nayo yajua nyuma yake, usiuguse na wala usile kilichoko juu yake, na kuelekeza mti wa kula ambao umejaa yale ambayo wewe unatakiwa uyajue. Bwana tusaidie. Na hapo ndipo alipomwekea mwanadamu ukomo wa vile alivyotakiwa avijue. Bwana tusaidie. Kwa hiyo siku yoyote unapoona umetafuta kujua vile ambavyo Mungu akukusudia uvijue, ujue unatafuta nini? Mauti. Bwana tusaidie. Nimeeleweka Amen. Ukianza kuchokonoa vitu ambavyo Mungu akupanga uvijue, lakini ukaanza kuvitafuta na kuvichokonoa ili ujue ni vitamu au ni vichungu, ujue unachokitafuta nini? Ni hicho ambacho mwanadamu alikitafuta katika bustani ya Eden. Na hapo alidanganywa, na alipodanganywa akaanza kutafuta utamu ulioko katika mti wa nini? Wa ujuzi wa mema na nini? Na mabaya. Lakini kitendo, je, kwa nini alipogusa mti wa mti ule, kilichokuja hayakuja yaliyo mema, yakaja yaliyo mabaya, sio? Na ndipo Mungu akagongomea msumari pale, akasema, hakika kwa sababu nalikukataza usile nawe umekula, hivyo angalia aliyoyatamka baada ya hapo. Bwana atusaidie. Kwa hiyo ule mti baada ya kula matunda haikufungulia yale mema yaliyokuwa yako nyuma, bali yaliyokuja yalikuwa mabaya. Bwana atusaidie. Yamkini hata mimi na wewe, una wakati mwingine unaweza ukatafuta kitu, wewe unakiendea, unadhani nikiisha kula ama nikiisha fanya yatakuja yaliyo mema, sio? Lakini mema hayaji, yanakuja mabaya yaliyojificha, ambayo mwanzoni wakati unatazama huku yaona. Kadhalika hata kwenye bustani ya bustani ya Eden, Adamu na Hawa hawakuona mabaya yaliyokuwa yamejificha. Walifuata kile ambacho Ibilisi aliwadanganya kwamba hakika mkisha kula hamtakufa. Kwa hiyo akaficha nini? Hilo neno linaficha mauti iliyokuwa iko nyuma ya kitendo kile. Bwana atusaidie. Bali mtakuwa kama Mungu. Kwa hiyo nia ya Adamu na Hawa kula lile tunda ilikuwa ni kuwa kama Mungu. Lakini kilichotokea kikawa ni nini? Ikawa mauti. Bwana atusaidie. Ninaeleka ninachokisema.
Mungu atusaidie. Kwa hiyo basi, muasisi wa mauti ni nani? Aliyeanzisha mauti ni nani? Mauti ilikuwepo, lakini yupo aliyetoa usingizini, sio? Kwa hiyo mwanadamu mwenyewe ndiyo muasisi wa mauti, kwa sababu Mungu alipoiumba mauti hakuipa mamlaka ya kutenda kazi. Bwana atusaidie. Bali alifunga mauti, ilikuwa mahali imefungiwa, mpaka mwanadamu alipoitikisa akaitoa usingizini ile mauti, ndipo ikawa active. Naeleweka? Ikaanza kutenda kazi. Na ilipoanza kutenda kazi, na shetani ndipo akaishikilia hiyo kama nani? Kama kifaa chake cha kutendea kazi pia. Bwana tusaidie. Naeleweka Mpaka hapo umefunguka, umeelewa kinachoendelea Basi tuendelee. Somee Mwanzo 3. Kwa tafsiri ya haraka ni kwamba kama mwanadamu au kama Adamu na Eva wasingetenda dhambi, maana yake pasinge kuwepo na kifo kinaitwa kifo cha kimwili, pasinge kuwepo na kifo cha kiroho pia. Bwana tusaidie. Lakini hivi vifo vyote viwili vimetokea kwa sababu tu kuna kosa lilifanyika katika bustani ya Edeni. Kwa hiyo wasinge kula tunda la mti, isinge kuwepo mauti wala chanzo chochote cha mauti, kwa sababu mauti hakika ilikuwa imelala na ilikuwa haifanyi kazi, kwa sababu ilikuwa haijapewa nafasi ya kufanya kazi. Lakini matendo ya mwanadamu yalilipa nafasi ile mauti ikaanza kufanya kazi, na mpaka sasa hivi tunaishi nayo na inatembea pamoja nasi. Bwana atusaidie. Amen. Utatusomea Mwanzo 3:9, kifo cha kiroho. Mwanzo 3:9 atasoma kwa mtume wa Kristo. Inasema, Bwana Mungu akamuita Adam. Bwana Mungu akamuita Adam, akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa. Kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Na kurudisha mwanzoni. Kwani wakati mwanzoni, kabla ya tunda kuliwa, Adamu alikuwa amsikii Mungu akiita? Alikuwa anamsikia. Je, alikuwa anamkimbia? Hapana. Alikuwa mkimbiwa. Biblia inatuambia alikuwa anazungumza kama mtu na rafiki yake. Lakini kwa nini Mungu anapokuja, Adamu anamsikia, lakini kusikia kwake kunampelekea kukimbia? Bwana tusaidie. Tayari mauti ilishaingia, sio? Maana yake kitendo cha kula kiliingia lile maelekezo ya kimungu. Alipoyakiuka akala lile tunda, mauti ilienda moja kwa moja, ila haikuanza kufanya kazi mpaka Mungu alipotamka, sio? Kwa hiyo kilichomficha Adamu, alifichwa na ile mauti. Bwana atusaidie. Mauti ikamuondoa mbele za uso wa Mungu. Mauti ikaanza kumuonesha vitu vingine ambavyo hapo mwanzoni Adamu alikuwa havioni. Bwana tusaidie. Akaanza kujiona yuko uchi. Ni kwa sababu nini? Kuna kitu kipya kimeingia katikati ya mahusiano ya mwanadamu na Mungu wake. Kuna mwingine ambaye tunamuita kwa kizungu anaitwa intruder, ameingia hapo katikati. Na yule intruder ndo naye sasa Adamu akawa anashindwa kujitazama kwa kioo cha Mungu kama alivyokuwa anajitazama hapo mwanzo. Akaanza kujitazama kwa sura ya kioo, ama intruder aliyekaa katikati baina yake yeye na nani? Na Mungu wake. Bwana tusaidie. Amen. Kwa hiyo kuanzia hapo unamuona Adamu tayari ameshaingiliwa na ile roho ya mauti, tayari imeshaanza kumtafuna. Ndiyo maana anaanza kukimbia hata uso wa Mungu. Bwana tusaidie. Amen. Na ile ilikuwa ni mauti tayari imeanza kupekecha moyo, imeanza kutafuna kule ndani kwa ndani, kwa sababu inamsogeza taratibu. Tayari hapo unaanza kuona mwanzo wa kuharibikiwa kwa mwanadamu kunapoanza, sio? Kwa hiyo kama mwanadamu anaanza kuharibikiwa, kinachoanza ni kumsogeza nani? Anaanza kusogea nyuma hatua kwa hatua. Anaanza kutembea mbali na Mungu wake. Anaanza kuikimbia sauti ya Mungu wake.
anaanza kuiogopa hata sura ya Mungu wake. Licha ya kwanza pale mwanzo alikuwa anaikaribia, Mungu akiita wote wanakimbia kwenda kumsikiliza, lakini kwa sababu mauti imeingia, Adamu anaanza kumkimbia Mungu wake, anaanza kugundua yuko uchi. Bwana tusaidie. Lengo langu kwenye hiki kipengele ni kukuonesha namna mauti inavyoanza. Bwana tusaidie. Namna mauti inavyoanza, iwe ya kiroho iwe ya kimwili, ielewe tu kwa neno moja, mauti. Bwana tusaidie. Amen. Inapoanza, inaanza kukusogeza hatua moja mbali na Mungu wako. Inaanza kukuonesha umepungua. Inaanza kukuonesha una mapungufu. Inaanza kuonesha hakuna njia. Hakuna mahali pa kuelekea. Huwezi kumsogelea Mungu tena. Hata kimaombi utaanza kuona mapungufu. Ndio hizo pointi nakupa. Bwana tusaidie. Anza kuelewa hapo ya kwamba mauti imeanza kuingia. Bwana tusaidie. Unaanza kuona Mungu sauti yake ni tisho kwako. Maana yake hata ukisoma Biblia unahisi Biblia inakuhukumu. Kwa hiyo ile hukumu unayosikia baada ya kusoma neno la Mungu inakuletea ile kuichukia Biblia kuisoma. Unaanza kuogopa neno la Mungu, ya kwamba nikisoma neno la Mungu nakutana na makemeo yanayogusa mahali ambapo nimeharibu. Kwa hiyo unaichukulia yale makemeo ya kimungu yaliyoko kwenye neno lake, unayachukulia kama ni kwamba ni uharibifu ama ni shida kwako ama ni makandamizo kwako. Unaanza kusogea taratibu. Wakihubiri neno la Mungu wakisema njooni kanisani tufanye maombi, huwezi kusogea kwa sababu tayari kuna intruder ameingia. Utaanza kusikia moyo wako nakwambia, kwa nini leo kuna maombi? Kwa nini leo uombe? Kwanza kuomba kila siku ni usumbufu. Naeleweka? Huwa mnapata hiyo hali? Bwana tusaidie. Huwa unapata hiyo hali? Kwanza umechoka. Bwana tusaidie. Yaani mwili unaanza kukuonesha umechoka. Kwa Adamu ulimuonesha yuko uchi. Sasa kuwa uchi ni tafsiri pana. Bwana tusaidie. Uchi ni tafsiri pana. Uchi hauishii kutembea ukiwa hujavaa nguo. Uchi unaweza ukawa uchi kifikra. Bwana tusaidie. Maana yake una akili lakini hazifanyi kazi. Uko uchi. Bwana tusaidie. Uchi inaweza ikatafsirika kama aibu. Bwana tusaidie. Uchi unaweza ukawa ni kumkosa Mungu. Ule upendo uliokuwa umeuzoea unaondoka. Ile heshima uliokuwa umeizoea imeondoka. Ile kukubalika ulikokuwa umekuzoea kunaondoka. Hiyo yote ni tafsiri ya neno nini? Uchi. Na Adamu akamwambia Mungu wake, niko uchi. Bwana tusaidie. Niko uchi. Na hivyo kwa sababu niko uchi, nimeogopa. Itakuletea hofu, itakuletea woga. Woga ndio unaokuambia kwamba Mungu hawezi kukusamehe. Bwana tusaidie. Woga unakwambia Mungu hawezi kukusamehe kwa sababu umemkosea, hawezi akakusikiliza tena. Kwa hiyo unaenda kukaa. Mtu ambaye hawezi kukusikiliza si unampotezea, sio? Kwa hiyo na Mungu unaanza kumpotezea. Bwana tusaidie. Kwenye maombi huwezi kuja tena. Na hata ukijilazimisha ukaja, utaanza kusikia maombi yako hayana bubujiko. Hivyo na kuonesha indicator ama viashiria vya kifo cha nini? Cha kiroho. Bwana tusaidie. Hivyo ni viashiria vya nini? Vya kifo. Hata mahubiri yakiwa yanaendelea, kuna vitu vingine vinaanza kuambia ndani kwa ndani. Hayo mahubiri hayakusaidii wewe. Hayo mahubiri sio ya kwako. Hilo neno lililokuja alikuhusu wewe, linamhusu fulani. Bwana tusaidie. Kwa hiyo hata likija kwa ajili ya kukuponya, linakuta tayari kumejengeka ukuta ndani ya moyo kwa ajili ya kuliondoa. Bwana tusaidie. Mungu analituma neno lake ili lituponye na kututoa katika nini? Katika maangamizo. Lakini linapokuja likutoe katika maangamizo, linakutana na kitu hapa katikati linapangua. Wanasema hilo neno mchungaji kanena lakini lila mama best. Bwana tusaidie. Hilo neno limekuja lakini ni la mama G. Hilo neno mchungaji amenena lakini ni la Kibona. Hilo neno limekuja lakini ni la Suzi. Hilo neno unaona ni moyo unakuwa unapangua. Lakini kilichokuja unasikia kabisa kinazungumza na wewe. Lakini kuna hali fulani inapangua, inapeleka kwa jirani. Bwana tusaidie.
ili ile nuru ya kupona kwako isiweze kuzukia, ubaki katika giza. Kadhalika hata kwa Adamu ilikuwa hivyo. Bwana atusaidie. Kwa hiyo hizo ni indicator, ukizichunguza hizo na unapoanza kuviona hivyo viashiria, elewa ya kwamba tayari vifo vya kiroho au kifo cha kiroho kimeanza kukuinda. Bwana atusaidie. Wakitangaza mkesha, wewe unaona kuacha usingizi ni usingizi labda kwa wiki mara moja, hata kutenga masaa. Bwana atusaidie, wa kutenga masaa kadhaa uwe mbele za Mungu, uweze kukaa na Mungu wako, uweze kunena naye. Unaona uzito, sio? Uchovu unakuwa mwingi, utaanza kusikia uchovu. Hata mahali ambapo hapana uchovu, unasikia uchovu, unasikia kuchoka, unasikia kuelemewa, hata akili ya kwako mwenyewe inakuelemea. Hicho ni kifo cha kiroho kinasogea, kinaanza kuelemea. Unaona usingizi ni wa muhimu kuliko neno la Mungu, kuliko ibada. Wewe ni kifo cha kiroho kinasogea, kinazidi kupiga hatua, na namna ambavyo utaanza kukwepa ibada za katikati ya wiki, lakini utasikia baada ya kukwepa wiki ya kwanza, mwisho wa siku ikiingia wiki ya pili, unasikia hata ibada ya Jumapili unaanza kupoteza moyo wa kusogea ibada. Ikifika Jumapili, mtumishi wa Mungu amesema, ikifika siku ya Jumapili wewe unaichukulia kama mzigo. Unaona ni mateso kuja kwenye ibada, unaona ni mahangaiko kuja kwenye ibada. Wakisema tufunge, unaona hata wakisema tufunge siku 7 au siku 5 au siku 20, unaona kuzinyofoa hizo siku 5, hiyo milo kuitoa ukaipanga pembeni kwa ajili ya kumtafuta Mungu. Unaanza kusikia mzigo mzito kwenye kichwa, kwenye fahamu, kwenye mwili. Bwana tusaidie. Amen. Hicho ni kifo cha kiroho kinazidi kufanya, kinakusogea. Kwa sababu kazi ya kifo cha kiroho, nitakuonesha kazi. Kifo cha kiroho au vifo vya kiroho vinakuja kwa ajili ya purpose fulani, vinakuja kwa ajili ya kutenga na Mungu ili ubaki peke yako. Kama unaandika unaweza kuandika, kwa sababu hatutapata muda wa kurudi huko tena. Vifo vya kiroho kwa nini vinakuja? Why hivi vifo vya kiroho vinakuja? Ili vituondoe, vitutenganishe na Mungu. Kama ambavyo tumeona kwenye kitabu cha Mwanzo, Adamu anatengwa, anaondoka mbele ya uso wa Mungu, vinamficha. Bwana tusaidie. Kifo cha kiroho kinakuja ili ukose mahusiano, intimacy na Mungu wako, ladha ya kimungu uikose. Kwa sababu ukishakosa ladha ya Mungu wako, hata kumwabudu huwezi kumwabudu. Huwezi ukasikia bubujiko. Ukianza kuomba maombi hayaendi. Ulikuwa mwanzoni ukianza kuomba, ukishandaraizi, ukianza kunena kwa lugha, unasikia mawimbi yanavyopenya huko angani. Unasikia frequency za kimungu zinakamata zenyewe. Lakini vifo vya kiroho vikishaanza kuingia, unaanza kulazimisha frequency za kimaombi zikamate. Bwana tusaidie. Unaziforce. Kwa hiyo vifo vya kiroho vinakuja ili vikuondoe, vikukoseshe ladha ya kimungu, isiwepo ladha kati ya wewe na Mungu wako. Ile intimacy, ule ukaribu, ule upendo, ile feeling of togetherness na Mungu wako uikose. Sasa ukishaikosa, kinachofuata ni nini? Unapokosa upendo napo, si unaanza kusogea taratibu, sio? Unaanza kupahama. Maana yake unatengenezewa, na kifo cha kiroho kinapokuja kinakutengenezea upendo fake. Bwana tusaidie. Unatengenezewa kitu kingine fake, kitu mbadala, ili kikuondoe kwenye ile upendo wa kweli. Unapewa upendo mwingine ili uone kile cha pembeni ndio chenye msaada. Na mara nyingi hicho cha pembeni kitajenga ukaribu na wewe kuliko kile ulichoacha. Bwana tusaidie. Hapo unameguliwa. Na kifo cha kiroho akiji moja kwa moja, ni tabia yake. Akiji moja kwa moja, kinamegua taratibu, ni kama panya. Panya hawezi akaja kutafuna mguu. Kwa wale tuliokaa vijijini, hawezi akaja akang'ata moja kwa moja. Anang'ata alafu anapoza. Na wewe unasema labda ni kitu tu kimeng'ata. Anarudi tena anang'ata alafu anapuliza. Na wewe kale kaubaridi kanapokuja kanaficha maumivu yanayokuja, lakini kesho yake ukija kunyanyuka ukanyage chini, mguu hauwezi kukanyaga tena.
Naeleweka ninachokisema? Kadhalika hata vifo vya kiroho vinapokuja vinang'ata na kupuliza, vinang'ata na kupuliza. Kinapong'ata wewe usikii maumivu, inapong'ata usikii maumivu, ni kwa sababu anang'ata na anakupuliza. Na ile mpulizo ule ubaridi unakufanya usikie amani, unakufanya usikie utulivu, ili usije ukashtukia kwamba hapa kuna kidonda kinatengenezwa. Bwana tusaidie. Ukija kushtuka tayari limeshakuwa donda kubwa, limeshakuwa mzigo kuliondoa, limeshatengeneza usaa ndani yake. Ule usaa ili tuweze kutoa lazima tukutumbue, sio? Na miiba ya kutumbua wenda isiwepo kwa muda huo. Utakapokimbilia ukasema nitafute maombi, muda huo hata kuomba hakuna, hata watu wa kukuombea nao hawapo, maana wako bize kwa ajili ya mambo mengine pia. Bwana tusaidie. Lakini muda huo tayari kifo kimekumeza, kimekutafuna, kimemung'unya huko ndani kwa ndani, umeozea huko ndani kwa ndani. Sasa kimeanza kutoka nje. Maana kinapoanza kutoka nje, sisi ndipo tunapoanza kuiona tabia yako. Ndipo kile ulichokuwa unakificha kule ndani, ndipo kinapoanza kumanifesti, ndipo kinapoanza kuwasha taa, ndipo tunapoanza kuona fulani mbona amebadilika. Lakini huko ndani umebadilishwa siku nyingi. Vitu vyote vya kimungu vilishapanguliwa, yamebaki mashelfu. Mafaili ya kimungu yalishaondolewa, mafaili ya kiibada yalishapanguliwa, pengine yalishatafunwa na mtu huko ndani. Tukigusa hivi kabati la kiroho tunakuta linamwaga cheche, linamwaga unga, kwa sababu mafaili na nyaraka za kimungu huko ndani zilishaliwa, zimeisha. Bwana tusaidie. Amen. Hivyo ni vifo vya nini? Vya kiroho. Kwa hiyo mpaka hapo unaweza ukaona ya kwamba mwanadamu kufa kiroho ni mchakato. Lakini mtu aliyekufa kiroho ni mgumu, kwa sababu anakuwa ameshakuwa hardened. Naeleweka? Ni zege iliyomwagwa, kwa sababu shetani, na nimekwambia ni kifo kibaya kuliko kifo cha kimwili. Kwa sababu kifo cha kimwili unaweza ukapewa neema ya kukiona, ya kwamba hii ni ajali inaenda kutokea, ya kwamba huu ni ugonjwa ukaanza kushughulika nao. Lakini kifo cha kiroho ni kibaya, kwa sababu kinaua ndani kwa ndani. Kikija kutokezea huku nje, huko ndani kilishamaliza kila kazi. Kinahakikisha kwamba hata kama ni juhudi za kukuponya zitachukua muda, kwa sababu hivyo vitu vya ndani havitaumbika kwa wepesi. Itakugharimu mno, itagharimu mifungo, itagharimu watu kulala macho, itagharimu watu kuomba, itagharimu watu kukonda ili waweze kuponya nafsi yako. Ni kwa sababu gani? Kimeanzia ndani. Ni kibaya kwa sababu kinaanzia ndani kwa ndani, kinatafuna kuja nje. Sisi tumezoea kwamba kifo kikija mtu ataanza kuumwa kichwa, ataanza kuumwa kichwa, utamunguza, atarazwa hospitali, atafanywaje? Utapambana kumtibisha. Kuna paracetamol utanunua, kuna vidonge vimetengenezwa utanunua, kama ni kumpeleka India utaenda. Lakini kifo cha kiroho ni kibaya, kwa sababu hakina cha India. Mpaka India waje kupeleka tayari, hata nguvu za kukubeba kupeleka airport asipo tena. Bwana tusaidie. Sasa hapa kuna swali. Anasema, je, si kweli kwamba tunapokiuka maelekezo ya kimungu tunakaribisha kifo wenyewe? Je, tunapokiuka maelekezo ya kimungu sio kwamba tunavutia mauti sisi wenyewe? Kwa hiyo katika yale unayoyatenda, unapokiuka maelekezo ya kimungu, unakivutia kifo, unakifungulia mlango. Mfano mzuri tumeuona kwenye kitabu cha Mwanzo, ile sura ya 2 mstari wa 16 na 17. Utasoma mwenyewe kwa kuendelea. Je, umefanya mambo mangapi ambayo ni kinyume na maelekezo ya Mungu wako? Je, si kweli ya kwamba ulipotenda hayo ulifungua milango fulani fulani ya mauti katika maisha yako? Sasa haya ni maswali
yanayotupeleka katika tafakari. Je, Adamu alipotenda dhambi akafungua mlango wa mauti, iliishia kwake peke yake? Madhara, hii ni tabia iliyojificha ya mauti. Mauti ikiingia inatembea katika vizazi. Haishii kwa yule aliyeitenda, haishii kwa yule aliyeingiza. Inatembea kwenye vizazi na vizazi, inatembea kwenye viuno, inatembea kwenye matumbo ya mama. Bwana tusaidie. Maana yake kama umepitia katika tumbo, yamkini ulikalia ama ulipitia katika tumbo lililobeba mauti, yamkini ulipita katika viuno vilivyobeba mauti. Sasa mimi hiyo siwezi kujua, maana ni tafsiri ya kwako. Namna unavyoweza kuangalia, angalia katika ulikopita, njia ulizozipitia, maisha ulioishi. Ni vitu vingapi vinavyoashiria mauti za kiroho na kimwili ambavyo unaviona vimeendelea kuwepo? Tushina Mungu siku moja akatuambia, akasema hata kile repetition au kujirudia kwa matukio fulani kwenye familia, hayo nayo ni mauti nyingine unaiona kwenye familia, nikiashiria patterns. Naeleweka? Baba alisema patterns. Patterns ni mwendelezo. Tabia ilikuwa kwa babu, tabia ukaiona kwa baba, tabia hiyo hiyo unakuja kuiona iko kwako. Hiyo ndio inaitwa pattern. Ina repeat, inajirudia. Maana yake inajirudia kwa sababu imetembea katika mnyororo wa damu. Bwana tusaidie. Inatembea katika mnyororo wa damu. Akizaliwa fulani naye, akizaliwa fulani mwenye damu hiyo anaye, anazaliwa fulani anaye. Hujawahi kuona watu ambao aliyekuwa mchawi alikuwa labda ni bibi yake, alikuwa bibi yake labda anamhesabu ni bibi wa 6 huko nyuma, wanakuambia alikuwa na tabia za uchawi, lakini ukija kuangalia tabia hizo zinaibuka tena, zinatokea kwa sababu ni mnyororo ule unatafuta mauti ile iliyoanzishwa na yule bibi wa 6, inakuja inatembea inatafuta kizazi. Bwana tusaidie. Amen. Kwa hiyo utasoma Wakorinto sura ya 15 mstari wa 22. Utaona namna Yesu alivyokuja, na kati ya vitu alivyokuja kuviondoa ni kuiangusha mauti. Bwana tusaidie. Kuiangusha mauti. Alikuja kwa ajili ya kuiangusha mauti. Utasoma Yohana 11:25. Bwana tusaidie. Yohana 11:25. Lakini pia uandike pointi ni ya muhimu sana. Kila kilichozaliwa mwisho wake ni kufa, lakini kufa kwa kimwili na kufa kwa kimwili kuna utofauti mkubwa sana na kufa kwa kiroho. Kama nilivyotangulia kukuambia, utasoma Yohana 1:12 mpaka 13. Utasoma pia Yohana 3:3 ili kusaidie kuelewa yale ambayo nimeweza kuyafafanua hapo mwanzo. Naomba uongeze hii pointi na kuja kichwani huko nyuma sikuitaja, ya kwamba vifo vya kiroho vinakuja kwa ajili ya kukuingiza katika mafungamano na roho za giza. Bwana tusaidie. Inakuletea mafungamano, inakuondoa katika fungamano na Mungu wako, inakutengenezea fungamano jipya, ili hata ukiwa baadaye unaenda kutembea, unatembea katika fungamano na roho fulani, unatembea katika fungamano na nguvu fulani, ambazo nguvu hizo zimebeba uharibifu kwa ajili ya maisha ya mtu, kwa sababu zinatafuna ndani kwa ndani. Bwana tusaidie. Bwana tusaidie. Lakini pia pointi nyingine ya kuelewa ya kwamba pia kifo cha kiroho, mtu anaweza akafa ghafla. Anaweza akafa kwa ghafla. Mtu anaweza akafa kwa ghafla. Ukapigwa na dhambi, ukafungua mlango siku hiyo hiyo, na siku hiyo hiyo ikaondoka na wewe.
wala isikupe nafasi hata ya kufikiria kutubu. Na hapa ndipo inapokuja pointi Mungu anaposema tuiogope dhambi. Bwana tusaidie, kwa sababu you never know, yamkini ukimaliza kuitenda au katika kuitenda, hapo ndipo unapoondokea. Maana yake utapata chance ya kurekebisha kila ambacho kimetokea pale. Lakini pia tabia nyingine ya kifo cha kiroho nimeisha kuambia, kinakuua taratibu taratibu ili usije ukashtuka. Lakini pointi nyingine ya kuelewa, vifo vyote, kiwe cha kimwili kiwe ni cha kiroho, kina majonzi. Bwana tusaidie. Mtu aondokapo kwa njia ya mwili afapo, huwa tunapata majonzi, tunalia, sio? Na makabila mengine wananyoa nywele, wanaacha vichwa vyao vikiwa ni vipara kwa ajili ya kuashiria kwamba wamempoteza mtu muhimu. Bwana tusaidie. Lakini neno la Mungu linatuambia, utasoma Luka 15 mstari ule wa 7. Utaona kwamba linapotokea kifo cha kiroho Mungu anaumia. Na kama Mungu anavyosema ya kwamba mtu mmoja, muongofu mmoja, akiacha dhambi na kurudi kwake, mbingu zinafurahi, sio? Malaika wanashangilia. Kadhalika anapoondoka mtu mmoja au roho moja katika maisha ya utakatifu, akapotea kwa maana ya kufa kiroho, huyo pia mbingu zinahuzunika kama zilihuzunika anapobadilisha njia yake akarudi. Na kadhalika anapopotea akaenda njia nyingine akafa kiroho, kadhalika mbingu zinaumia na zinapata maumivu. Bwana tusaidie. Utasoma pia kwa ajili ya muda, utasoma pia Mathayo 18:10 mpaka 13. Amina. Kwa hiyo Mungu afurahi kufa kwa mwenye dhambi. Bwana tusaidie. Lakini ukiendelea kukaa nayo na hiyo dhambi ikakutafuna ndani kwa ndani, na hivyo ndivyo itakavyokuua kiroho. Kwa hiyo udhihirisho wa neno hili kwamba Mungu afurahi kufa kwa mwenye dhambi, hii ni wito wa kwamba kila aliyeishi na kila mwenye dhambi arudi kutubu. Na sote tuna dhambi kwa sababu tulitenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu. Na yeye ajionaye na kujihesabia haki, Mungu amesema huyo ni muongo na wala kweli haimo ndani yake. Bwana tusaidie. Lakini pia Mithali imetuambia ya kwamba atubuye dhambi yake atapata rehema, lakini yeye anayeficha hakika atapata uangamivu. Na wana wa Mungu niwaambie, hakuna kitu kibaya na dhambi inayoua kama hiyo dhambi unayoficha. Maana yake dhambi inakuwa vizuri na inanenepa sana unapokuwa umeficha, kwa sababu yenyewe inapenda uficho. Na inapokaa kwenye uficho ndipo inapokuwa vizuri, kwa sababu inakuua ndani kwa ndani ili hata msaada usiupate. Yamkini ungekaa wazi ukaiweka wazi ungesaidika, lakini kwa sababu umeificha, maana yake umeiongezea joto. Na tunajua mathalani huku duniani, kuku anapoatamia ile yai analiatamia kwa siku ngapi? 26, sio? Na siku ya 26 lazima kitokee kinini? Kifaranga. Sasa ashumu wewe umeatamia dhambi, umeatamia mauti, umeifunika. Lazima zikitimia siku 26 hilo yai litatoa nini? Bwana tusaidie. Au litakuwa visa kati ya kwa sababu lina matokeo mawili, aidha liwe visa linuke au litoe kifaranga. Sasa hicho kifaranga maana yake ni muendelezo wa kizazi. Na leo likiwa visa afadhali linaweza likavunjwa likanuka kwa muda alafu harufu ikapotea. Lakini likihama likatengeneza kifaranga, maana yake limeendeleza uzazi wa mauti ndani ya familia. Bwana tusaidie. Amen. Visababishi vya vifo vya kiroho. Nini kinasababisha vifo vya kiroho? Naomba uandike hii mistari pia, utaenda utaisoma kwa sababu ya muda. Mathayo 17:1 mpaka 3. Mathayo 17:1 mpaka 3. Utasoma hii nilikuwa nishakutajia. Utasoma Ufunuo 2:11. Utasoma Ufunuo 20:14.
Ufunuo 21:8. Amen. Utasoma Zaburi 51:3. Twende kwenye viashiria au visababishi. Viashiria nishavitaja, twende kwenye visababishi vya vifo vya kiroho. Moja ni kukataa wokovu. Bwana tusaidie kukataa wokovu. Wapo ambao tumeokoka, tunaingia kanisani, tunasali, lakini ndani kwa ndani Mungu anatujua, hatujaukubali wokovu. Hata kama tunakiri kinywani, lakini rohoni hatujakiri. Tunakiri kinywani, lakini maisha yetu hayajakiri. Hatujabadilika, tunaendelea kuishi ukawaida, tunaendelea kuishi mazoea, tunaendelea kuishi tabia zile zile tulizokuwa tukiziishi tukiwa kwenye dini. Bwana tusaidie, hatutaki kubadilika. Kwa hiyo hayo yote ukiyajumuisha ni kukataa wokovu. Bwana tusaidie, tunaukataa wokovu. Na unapoukataa wokovu, maana yake umekataa msaada wa Mungu. Unapokataa msaada wa Mungu, maana yake Mungu amejitenga na wewe. Hata kama utaendelea kuja kanisani, utakuja, tunakuona ni mtu umekamilika, ni binadamu, lakini unakuja ukiwa ni kasha. Tunaomba na wewe, lakini unachokiomba, unaachilia maneno, lakini maneno hayaendi popote, yanabaki kifuani mwako mwenyewe, kwa sababu haya create impact. Utaleta sadaka, lakini sadaka haileti mabadiliko, kwa sababu hujaanza kwenye nini? Kwenye kitovu. Bwana tusaidie. Amen. Utasoma Yohana 3:6. Bwana tusaidie. Kwa sababu wale wote waliomkataa Yesu asiwe Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wana maisha fulani wanaishi, hata kama yamkini wanamtaja Yesu, lakini sio Yesu yule anayetajwa na waliookoka. Bwana tusaidie. Utasoma Timotheo 3:5, Timotheo wa pili 3:5. Bwana tusaidie. Utasoma Yohana 14:6, Matendo 26:20. Utasoma Korinto, hiyo iko kwenye pointi nyingine. Pointi ya pili, kufungiwa nira na wasioamini. Kufungiwa nira ni moja ya pointi, ni eneo ambalo linatufanya tufe kiroho. Yamkini ni rafiki yako mzuri, unaambatana naye. Maana yake kufungiwa nira, ili bracket unaweza ukaweka maambatano na watu wasio sahihi. Niambatano na watu wasio sahihi. Unaweza ukaambatana na watu wasio sahihi. Unaweza ukaambatana na vitu visivyo sahihi. Ukaambatana na njia zisizo sahihi. Ukaambatana na matendo yasiyo sahihi. Ukaambatana na makorokoro yasiyo sahihi. Hayo yote yanaendelea kukuua kiroho. Bwana tusaidie. Utasoma Wakorinto 15, Wakorinto wa kwanza 15:33, Hosea 7:8-9. Bwana tusaidie. Ushirika na watu wasio sahihi, hayo yote ni maharibifu, ni mlango wa kukuua kiroho. Mazoea ni njia nyingine. Mazoea, pointi nyingine, mazoea. Mazoea ni hali ya kuchukulia vitu kwa kawaida. Kila kinachokuja mbele yako unakichukulia ni cha kawaida. Ukija ibadani unakuja kwa sababu ni kawaida. Wakianza kuimba sifa unaimba kawaida. Tukianza kuomba unaomba kawaida. Hata nyumbani kwako unapaona kawaida. Upaoni kama madhabahu ya Bwana, mahali ambapo unatakiwa upige goti uombe, unapaona kawaida. Ukiingia ibadani unaingia kikawaida. Wakikwambia fanya kazi ya Mungu unaifanya kawaida, kama unavyofanya kazi yako binafsi. Unaenda kwenye biashara, yamkini unafanya biashara, unaifanya kwa mazoea, kwa ukawaida. Hata kama ni ndogo unaifanya kwa ukawaida.
unaingia na kutoka, hesabu zako unazichukulia kawaida. Kama unafanya biashara, labda unauza vitu fulani, unavifanya kwa kawaida. Wateja wako unasema nao kwa lugha ya kawaida, kwa sababu umemzoea mama Besi anakuja ananunua kwako, umemzoea katibu ananunua kwako. Kwa hiyo una mabadiliko, na kadiri ambavyo una attract mazoea, haujengi creativity ndani ya hiyo biashara. Na kadiri ambavyo hamna creativity, kwa sababu creativity haiwezi kuja kwa sababu inablokiwa na mazoea. Kama ujui hilo, mazoea yana tabia hiyo. Hauwezi kuiona kawaida, huwezi kukiona kitu kwa macho ya ziada, kwa picha ya ziada. Huwezi kuwa creative kwa sababu unakitazama kitu namna nilivyofanya jana na leo nitafanya hivyo hivyo. Nilivyoenda nikapika jana, kadhalika kama jana nimepika wateja wakala kikaisha, na leo nitapika kikaisha. Kwa hiyo tengenezi vitu vyenye kuleta mabadiliko kwenye hiyo biashara. Yamkini Mungu alikusudia kwenye hiyo biashara ndio upate, lakini kwa sababu haukutii vitu au ingize creativity, ubunifu, kwa hiyo biashara unachukulia kawaida. Na hapa Mungu atusaidie wa Tanzania. Tuna tabia ya mazoea. Tuna tabia ya kila kitu unakifanya kwa kawaida. Hata ofisini ukienda unaenda kwa kawaida. Kazi za watu unazifanya kwa kawaida, kwa mazoea. Bosi wako kwa sababu anacheka na wewe, unamchukulia kimazoea. Mwisho wa siku hayo mazoea yanakuharibia, kwa sababu ni njia ya Shetani ili alete uharibifu na uangamivu, ili akuue kiroho. Amen. Utazalisha, mikono haizalishi, akili haizalishi. Na hiyo ni madhara ya kifo cha kiroho. Akili haitazalisha, kwa sababu zao la akili ni creativity. Bwana atusaidie. Zao la akili ni ubunifu. Sasa akishakuletea mazoea, maana yake akili imefungwa. Kama akili imefungwa, maana yake haiwezi kubuni, haiwezi kuleta kitu kipya. Unaichukulia jana kama leo, na kesho itakuwa kama leo. Kwa hiyo unatoka kimazoea, unaingia kimazoea. Kama ni biashara, huwezi kubuni. Mwisho wa siku unaimba wimbo ule, nimerogwa. Bwana tusaidie. Kuna watu wanalala dukani kwangu uchi. Bwana tusaidie. Kuna watu wananiwinda, kumbe hawajakuwinda. Umeanza kujiroga wewe mwenyewe. Bwana tusaidie. Kabla hawajakuroga, kabla uchawi haujaja, kuna vitu vinaanza ndani yako, ndipo uchawi unakuja kucompliment, kukamilisha kile ambacho tayari wewe umekifungulia nini? Bwana tusaidie. Hatusemi wachawi haupo au uchawi haupo. Upo. Bwana tusaidie. Lakini kuna mazingira wanaanza kuyatafuta, wanaanza kuyaona. Wakishayaona ndani yako yapo, kama nilivyotangulia kukuonesha kwa Shetani. Alipoona gap, kwamba hapa kuna gap ya knowledge, kuna gap ya understanding, akapenya hapo. Hata kama ufa ni mdogo, anapenya nao. Mwisho wa siku utakuja kutokezea yumo ndani. Bwana tusaidie. Amen. Amen. Eneo jingine, kutokujibidiisha, kutokujishughulisha. Bwana tusaidie. Ni mwanzo wa kifo cha kiroho pia. Maana yake nini? Ufanye lolote, ufanye kazi yoyote, mvivu. Bwana tusaidie. Na hapa walokole, Mungu atutetee. Kuna ambao tumeamini, na yamkini umepitia kwingine huko ulikopita, ukalishwa injili ambazo za upako. Bwana tusaidie. Injili za kukuaminisha kwamba pokea, alafu ujui kwamba kwenye kupokea lazima kuna kajasho kakutoke. Bwana tusaidie. Yesu ni mfano mzuri, wana wa Mungu. Maana yeye alipozaliwa kwenye familia ya Yosefu, alijifunza baba yake alikuwa anafanya kazi gani, na yeye akaanza kuranda mbao. Yeye hakuwa mjinga. Bwana tusaidie. Anataka kutufundisha ya kwamba lazima tujishughulishe. Bwana tusaidie. Na katika kujishughulisha ndimo baraka zinakopita. Wewe unaambiwa pokea nini? Range. Pokea gari. Pokea nyumba.
nyumba ya vyumba 20 na wewe unapokea toka angani. Ulishawahi kuona wapi nyumba ikatoka angani na kuja hivi? Bwana tusaidie. Hakuna jasho, hakuna engagement ya jasho, hakuna engagement ya brain, hakuna engagement ya creativity, ubunifu ukavumbua vitu vikazalisha matokeo. Hakuna matokeo yanayokuja yanakaa angani. Hiyo kitu haipo. Bwana tusaidie. Na kama kipo, huwa ni ushirikina. Bwana tusaidie. Nimeeleweka? Nisamehe kama ulifundishwa hivyo. Amen. Kwa hiyo uvivu ni njia ya kuua maisha yako. Ni njia ya kufa kiroho. Bwana tusaidie. Uvivu, kutokujishughulisha, kutokujibidiisha. Yamkini unajishughulisha lakini huna bidii kwenye kile unachojishughulisha nacho. Hutaki kuachilia maarifa. Kutokupenda kutafuta maarifa ni pointi nyingine hii. Kunasababisha ufe kiroho. Bwana tusaidie. Kutokutafuta maarifa, kwa sababu maarifa ni uzima. Maarifa yanajenga, maarifa yanasaidia, maarifa yanaweza yakaamsha vitu ambavyo huko ndani havifanyi kazi just kwa kupata maarifa. Bwana tusaidie. Maarifa yanakutoa pointi moja na kupeleka kwingine. Maarifa yanakuambia hata hii biashara inawezekana. Hamisha hii biashara, chukua mzigo toka eneo fulani, ulete mahali hapa, unauza. Lakini aliyekaa, lakini asiyetembea. Bwana tusaidie. Ule kwetu wanasema akanyonyika talala tika manyaro rwanga Zaburo. Umeelewa maana yake? Hicho ndo kimombo hicho. Kwamba ndege asiyeruka ajui bonde linaloivisha nini ule. Ninaomba utetezi. Baba ukatuwezeshe katika jina la Yesu. Msaada wetu ni wewe. Niliokuwa katika hali ya kufa, Bwana uzima katika jina la Yesu. Tutoe kwenye mauti za kimwili, mauti za kiroho, mauti za kifikra. Bwana uzima, yamkini Bwana akili zimekufa, mioyo imekufa, nafsi zimekufa, mwili imekufa, tumeharibiki. Katika jina la Yesu Kristo, Baba uzima, malango ya masaa haya Bwana uzima, uko mbele zako Bwana. Tumebeba watoto wetu, tumebeba nyumba zetu Bwana uzima, tumezileta madhabahuni pako Bwana uzima. Msaada wetu ni wewe, kimbilio letu ni wewe Bwana uzima. Mungu mwingine hatuna, ni wewe peke yako Bwana uliye kimbilio letu. Ni wewe peke yako wa kutusaidia, ni wewe peke yako wa kututetea, ni wewe peke yako wa kututoa kwenye mauti Bwana uzima. Katika jina la Yesu, saidia Bwana, saidia kanisa, saidia mama huyu, saidia dada huyu, saidia baba huyu, katika jina la Yesu. Wewe unajua maisha ya watu wako, unajua njia zao, unajua wanapolala, unajua wanapoamka Bwana uzima, wanapofanya kazi, wanapojishughulisha Bwana uzima. Katika jina la Yesu Baba ukawasaidie kwa jina la Yesu. Saidia watu wako katika jina la Yesu. Mwambie Mungu, ninajiungamanisha
na madhabahu yako malango ya masaa. Baba, katika jina la Yesu ninajiungamanisha Bwana na madhabahu yako mahali hapa, katika jina la Yesu. Ninapoanza kuianza wiki, ninapoenda kuianza wiki, katika jina la Yesu. Baba uzima, katika jina la Yesu nimesogea kwenye madhabahu hii Bwana. Baba uzima, katika jina la Yesu, maana madhabahu ni sehemu ya mawasiliano katika ulimwengu wa roho. Baba uzima, unatuunganisha na wewe katika jina la Yesu. Baba, najiungamanisha, jiungamanishe Bwana Mungu, jiungamanishe. Mwambie Mungu, najiungamanisha na neema Bwana ulioiachilia kwa ajili ya madhabahu yako. Najiungamanisha na mafuta yaliyoko kwenye madhabahu hii Baba, najiungamanisha na upako ulioko kwenye madhabahu hii katika jina la Yesu. Ule upako uliouachilia Baba uzima, katika jina la Yesu, nisiondoke kama nilivyokuja Bwana uzima. Najaza moyo wangu kwa upako wako Baba, najaza ufahamu wangu kutoka kwenye madhabahu yako, najaza moyo wangu, maisha yangu nayajaza kwa nguvu zako Bwana uzima. Jaza tena kuliko wiki iliyopita, jaza tena zaidi ya miaka iliyopita Bwana uzima. Jaza tena, jaza mama huyu, jaza Bwana. Achilia upako, achilia nguvu, achilia uwezesho, neema ya uwezesho, neema ya uwezesho, neema ya ustahilisho Bwana uzima, katika jina la Yesu. Yamkini sikustahili Bwana uzima, ninaomba Bwana Baba uzima, neema yako imstahilishe, neema yako imstahilishe mama huyu, baba huyu, kijana huyu Baba uzima, hata mtoto aliyoko Baba uzima anyonyaye, aliyoko kwenye tumbo la mama yake, aliyoko kwenye viuno vya baba yake Baba uzima, stahilisha watu wako Bwana, katika jina la Yesu. Wape kibali Bwana uzima, kibali, nauliza kibali kwa ajili ya watu wako, kibali hali ya utumishi wao, kibali Baba uzima. Nasikia Roho anasema kibali Baba uzima, katika jina la Yesu. Naomba kibali kwa ajili ya watu wako. Mwambie Mungu, yamkini umekuwa mtu wa kudharaulika, umekuwa mtu wa kutazamwa kama takataka, yamkini hata biashara yako imekosa kibali machini pa wateja. Mwambie malango ya masaa haya ya kwamba Mungu wangu, nimejiungamanisha na madhabahu hii Bwana. Madhabahu hii kanyanyuke, ikapigane na madhabahu inayoinuka inyume changu, madhabahu za kichawi, madhabahu za kirozi, madhabahu za kishirikina, madhabahu za kiganga, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana uzima, toesha kila ila, toesha kila uharibifu katika jina la Yesu Kristo. Bwana uzima, ukaagize msaada wako kwa ajili ya watu wako, msaada wa kimbingu, msaada wa kimbingu katika jina la Yesu. Baba uzima, Baba utukufu, divine assistance katika jina la Yesu, divine assistance katika jina la Yesu. Msaada wa kimbingu, msaada wa kimbingu katika jina la Yesu. Bwana uzima, wengine wametegwa huko njiani, wanapokanyanga, wanapotembea Baba uzima, nauliza Bwana uzima, bila aliyejiungamanisha Bwana na madhabahu yako kwa imani Baba uzima, katika jina la Yesu, madhabahu hii Bwana isinyamaze, ikainuke Bwana uzima, ikatetee taifa lako katika jina la Yesu. Bwana uzima, onekana, tembea Bwana na watu wako katika jina la Yesu. Bwana uzima, katika jina la Yesu, ukaone shuhuda za matendo yako Bwana uzima, ukaone shuhuda za matendo yako, matendo makuu, miujiza yako itakayoambatana na watu wako hawa katika jina la Yesu. Bwana ninaomba wasiwe watu wa kawaida Bwana uzima, walioko maofisini wasio watu wa kawaida, wenye biashara wasio watu wa kawaida Bwana uzima, wenye ujasiriamali wasio watu wa kawaida, wenye mauzo wasio watu wa kawaida, wenye ibada wasiwe watu wa kawaida katika jina la Yesu. Baba uzima, nakataa mazoea na roho ya ukawaida katika jina la Yesu, ambaye imetesa watu wa mamlaka ya jiungamanisha na upako ulioko kwenye madhabahu katika jina la Yesu. Ule upako uliouachilia
Baba uzima, katika jina la Yesu, nisiondoke kama nilivyokuja. Bwana uzima, najaza moyo wangu kwa upako wako Baba, najaza ufahamu wangu kutoka kwenye madhabahu yako, najaza moyo wangu, maisha yangu nayajaza kwa nguvu zako Bwana uzima. Jaza tena kuliko wiki iliyopita, jaza tena zaidi ya miaka iliyopita Bwana uzima, jaza tena, jaza mama huyu, jaza Bwana, achilia upako, achilia nguvu, achilia uwezesho, neema ya uwezesho, neema ya uwezesho, neema ya ustahilisho Bwana uzima, katika jina la Yesu. Yamkini sikustahili Bwana uzima, ninaomba Bwana Baba uzima, neema yako inistahilishe, neema yako imstahilishe mama huyu, baba huyu, kijana huyu Baba uzima, hata mtoto aliyoko Baba uzima, anyonyaye, aliyoko kwenye tumbo la mama yake, aliyoko kwenye viuno vya baba yake Baba uzima, stahilisha watu wako Bwana, katika jina la Yesu. Wape kibali Bwana uzima, kibali, nauliza kibali kwa ajili ya watu wako, kibali haya utumishi wako na madhabahu hii Bwana, madhabahu hii ikanyanyuke, ikapigane na madhabahu inayoinuka inyume changu, madhabahu za kichawi, madhabahu za kirozi, madhabahu za kishirikina, madhabahu za kiganga, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana uzima, toesha kila ila, toesha kila uharibifu katika jina la Yesu Kristo. Bwana uzima, ukaagize msaada wako kwa ajili ya watu wako, msaada wa kimbingu, msaada wa kimbingu katika jina la Yesu. Baba uzima, Baba utukufu, divine assistance katika jina la Yesu, divine assistance katika jina la Yesu, msaada wa kimbingu, msaada wa kimbingu katika jina la Yesu. Bwana uzima, wengine wametegwa huko njiani, wanapokanyanga, wanapotembea Baba uzima, nauliza Bwana uzima, kila aliyejiungamanisha Bwana na madhabahu yako kwa imani Baba uzima, katika jina la Yesu, madhabahu hii Bwana isinyamaze, ikainuke Bwana uzima, ikatetee taifa lako katika jina la Yesu. Bwana uzima, onekana, tembea Bwana na watu wako katika jina la Yesu. Bwana uzima, katika jina la Yesu, tukaone shuhuda za matendo yako Bwana uzima, tukaone shuhuda za matendo yako, matendo makuu, miujiza yako itakayoambatana na watu wako hawa katika jina la Yesu. Bwana ninaomba wasiwe watu wa kawaida Bwana uzima, walioko maofisini wasio watu wa kawaida, wenye biashara wasio watu wa kawaida Bwana uzima, wenye ujasiriamali wasio watu wa kawaida, wenye mauzo wasio watu wa kawaida, wenye ibada wasiwe watu wa kawaida katika jina la Yesu. Baba uzima, nakataa mazoea na roho ya ukawaida katika jina la Yesu, ambaye imetesa watu wa mamlaka ya jina. Kwa damu ya Yesu, mamlaka na kisa ndani yako, I command it now, do now in the name of Jesus. Toka ndani yake, mighty wonder bosikataya, machinto tawimu, name of Jesus. Kwa damu ya Yesu aliye hai, naachia uzima, mamlaka na kisa, nguvu za kuzimu, vifungo vya kichawi, mizimu, maagano ya kisa kwa jina la Yesu, maumivu ya kila aina, tabu na magonjwa kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Name of Jesus. Efata, Bwana kugusa na kuponya. Mighty name of Jesus, I command every demonic spirit, kila nguvu ya giza ndani yako ondoka. Now in the name of Jesus. Now in the name of Jesus. Now in the name of Jesus. Na achia nguvu za Mungu juu yako katika jina la Yesu. Mamlaka na giza
Doka. Go now in the name of Jesus. Moto. Jesus name. Bwana kuguse. Bwana kuponye. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Na apiza mamlaka na giza. Mamlaka na giza kwa jina la Yesu. Toka ndani yake. Mizimu. Na ivunja kwa jina la Yesu. Kila uganga na uchawi ndani yako. Toka sasa kwenye hilo tumbo. Toka kwenye hilo tumbo. Toka kwenye hilo tumbo kwa jina la Yesu. Toka kwenye hilo tumbo. Toka sasa kwa damu ya Yesu. Kamata hilo tumbo. Kwa damu ya Yesu. Kila uganga uliolishwa, kila maagano ya kiganga na kichawi, na yavunja kwa damu ya Yesu. In the name of Jesus. Kama deo tumbo mokoto ya maka ikasaka peribo sakata ya mtomo sikataya. God, in the name of Jesus. Na achilia operation ya kimungu. Toka sai, toka unyayo wako, hata utosi wako. Nafanya operation ya kimungu ndani yako mimi. Kwa jina la Yesu. Hilo tumbo, maagano ya giza, madawa uliolishwa, toka hilo tumbo la chakula uliolishwa, uliolishwa, toka moko hayata. God, in the name of Jesus. Can you remember it? Moko saka bayate. Toka hili tumbo la uzazi uliolishwa uchawi na uganga. God, in the name of Jesus. Tapika uchawi, tapika sana, toka, tapika sana, unoke. Name of Jesus. Kamata hilo tumbo vizuri. Moko sakataya. Damu ya Yesu aliye na kuapiza mizimu yote iliyokamata maisha ya bibi. Toka kwa jina la Yesu. Now in the name of Jesus. Toka. Wewe mauti, mateso ya miaka. Toka. Go. Jesus. Toka sasa. Mighty name of Jesus. Go. The name of Jesus. Toka. Nasikia vifungo vya kichawi. Nakuta uchawi juu yako. Go. Nafuta maagano yote. Kwa damu ya Yesu mfunoke. Kila uganga uliolishwa, na kila uchawi uliolishwa, kila dawa uliyotupiwa, I command right now in Jesus' name. Hayo mateso na yamarisa in Jesus' name. Msimamishe vizuri bibi. Bibi ana mateso ya miaka zaidi ya 20. Zaidi ya miaka mingapi? 40. Miaka mingapi? 41. Mateso ya miaka 41 ukikamata accept hiyo haiwezekani kwa jina la Yesu. Na pisa kila kifungo, kila mwili, sehemu ya mwili ulikofungiwa,
na kuapiza kwa moto. Mateso ya miaka 40 na yavunja kwa jina la Yesu. Yesu alipa Kalvari, ikaisha. Hayo mateso ndani yako go. Name of Jesus. Na kurudishia uzima, na kurudishia afya iliyopotea kwa damu ya Yesu aliye hai. Maagano yote ya kimadhabahu unayavunja kwa nguvu ya madhabahu, in Jesus name. Kwa damu ya Yesu aliye hai, na apisa kila magonjwa ndani yako, mighty name of Jesus. Ugonjwa wa sikio, now name of Jesus, name of Jesus, name of Jesus, name of Jesus. Kila kifungo cha sikio, kila nguvu za giza, mizimu, maagano ya kamata maisha yako, na yavunja sasa hivi kwa damu ya Yesu na moto, kwa damu ya Yesu na moto. Kila mara I command, toka ndani yake, toka ndani yake, toka ndani yake pepo, go in the name of Jesus. Msaidie bibi mkeche, go. Kamata kwenye hilo sikio na kushoto na kulia, mighty name of Jesus. Kamata kwenye hilo sikio, kemea, go in the name of Jesus. Hilo moko sakata, toka ndani yake kwa jina la Yesu. Na apisa hiyo misimu wote kamata ufahamu kwa damu ya Yesu na moto. Now in the name of Jesus, kwa damu ya Yesu ondoka, go, 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 kwa damu ya Yesu, mighty name of Jesus. Ondoka, ondoka, ondoka sahihi, ondoka kwa jina la Yesu. Msamishe mama, ana mateso siku nyingi na yeye asikusikia. Mighty name of Jesus, name of Jesus. Na kuweka huu mateso ya kila aina, na kufungua ufahamu wako, na kufungua masikio, ugonjwa wote na urekeza kwa damu ya Yesu. Name of Jesus. Na cancel hizo operation, na cancel hizo operation, na cancel hiyo mauti, every miscomfort, mighty name of Jesus. You're free now. Tutaona mwalimu. Katika jina la Yesu, navunja kila nguvu ya giza, kila magonjwa aliyomkamata mtoto huyu. Naachia nguvu za Mungu kwa damu ya Yesu. Magonjwa ya kifua na ya kanseri nafuta kwa jina sitoka sasa. Kawe mzima kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, naachia nguvu ya uzima na uponyaji ndani yako. Mighty name of Jesus, mighty name of Jesus. Na apisa kila nguvu za ugonjwa, mighty name of Jesus. Mahali popote pale roho giza ilipondoka, go, 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 go. Name of Jesus. Bwana kuguse na kuponye, na achilia uzima na juu yako in Jesus name. Wasaidia hawa, Bwana amekuponya. Sema juu, tumefika mwisho kabisa na tina yeye.
wewe ni Bwana. Jina la Yesu aliye hai, Mungu asante kwa uaminifu wako na asante kutoka kwa wazuri hawa. Tumekuwa na ibada nzuri Bwana Yesu, na tunapohitimisha ratiba hii tunapoelekea nyumbani, nimwambia Bwana ukamtangulie kila mmoja Bwana Yesu, ukamfunike kwa damu yako Bwana. Anapotoka mahali hapa Bwana, tembea naye, nenda naye Mungu. Hata wiki nzima inapoanza, wiki ya Pasaka inaanza Bwana, iombea neema yako na nguvu zako na Roho Bwana visipungukie, bali nguvu zako Bwana zikawe na sisi. Bwana asante kwa sababu ya milima, kwa sababu hautaacha tuwe mawindo mikononi mwa adui, bali Mungu usiyelala, Mungu usiyesinzia, Mungu usiyenyamaza Bwana, utakuwa na sisi kila wakati na kila majira. Naomba kwa ajili ya kanisa lako, naomba kwa ajili ya mtu mmoja mmoja, Bwana msaidie, Bwana mwezeshe. In Jesus mighty name I pray, amen.